Mtoto mmoja amefariki dunia wilayani Meatu mkoani Simiyu baada ya kung'atwa na mbwa anayedaiwa kuwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Na katika michezo, chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam DRFA kimejipanga vizuri kuelekea mashindano ya CHAN 2025 yanayofanyika mwaka huu mwezi Agosti kwa ushirikiano na nchi za Tanzania, Kenya na Uganda. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako na Kisa Mwipiana, na karibu. Mtoto mmoja amefariki dunia wilayani Meatu mkoani Simiyu baada ya kung'atwa na mbwa anayedaiwa kuwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa, huku ikielezwa kuwa ugonjwa huo umeibuka wilayani humo ambapo hadi sasa kata 6 zimekumbwa na ugonjwa huo. Kwa taarifa zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Aidan Muhando ambaye anaarifu kutoka huko Simiyu. Wilaya ya Meatu ambayo inakadiriwa kuwa na mbwa 4,000 imekumbwa na ugonjwa wa kichaa cha mbwa ambao umesababisha kifo cha mtoto mmoja ambaye aling'atwa na mbwa mwenye ugonjwa huo na kupoteza maisha. Wilaya yetu imepata mlipuko wa ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Kwa siku za hivi karibuni tumepata kesi moja ya mbwa kumng'ata mtoto, na bahati mbaya mtoto huyo ameweza kufariki kutokana na athari hiyo. Na sisi kama wilaya, sisi kama halmashauri tumechukua hatua zifuatazo katika kukabiliana. Kwanza, kutoa matangazo kwenye vijiji vyote. Zoezi hilo limeanza, tunatoa matangazo kwenye vijiji vyote kuwatahadharisha wananchi juu ya hali hiyo ya mlipuko wa ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Ichukue hatua za makusudi kuhakikisha kwamba imedhibiti tatizo hili. Kwanza kabisa, maoni yangu, kwanza kabisa mbwa wote wachanjwe kwa haraka. Lakini pia turudi katika kata zetu tukahamasishe wafugaji kwa ajili ya kuwalinda mbwa, kuwafunga. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa wilaya wanaeleza hatua walizoanza kuzichukua. Lakini vile vile tunatoa hamasa ya chanjo, hususan kupitia chanjo ya Mheshimiwa Rais ambazo za kuchanja mifugo, na sisi tunatoa hamasa ndani ya wilaya kwamba watu wote wahakikishe wenye mbwa wanawapatia chanjo na kuwaogesha. Lakini wale ambao wanaendelea kuzagaa, sisi tumejianzishia operation ya kuwakamata na kuwateketeza, kwa sababu inaonekana hawana mmiliki, ili kupunguza hii adha ya watu wananchi kuumwa na mbwa. Siku mbili zilizopita tumepata kifo cha mtoto kwa hiyo tunaomba tuchukue tahadhari za makusudi na za haraka kuweza kudhibiti hili swala, na timu za wataalamu pamoja na timu ya OCD tunaenda kukaa na kuingia kazini haraka iwezekanavyo na kuona namna gani tunawadhibiti kwa Kata ambazo zimekumbwa na ugonjwa huo ni pamoja na Mwanuzi, Bukundi, Mwabuzo, Itinje, Mwandoya na Tindabuligi. Kutoka Meatu mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Katika kujiandaa na msongamano wa wasafiri msimu wa likizo, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani kwa kushirikiana na LATRA kimezindua mpango maalum wa mafunzo kwa madereva na wahudumu wa mabasi, ikiwalenga kuwajengea uwezo na kuongeza heshima ya taaluma hiyo muhimu. Jamila Omar anaarifu zaidi. Akizungumza na madereva na wahudumu wanaopatiwa mafunzo hayo wakati wa ziara yake katika chuo cha ufundi Arusha, kamanda wa kikosi cha usalama barabarani nchini, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi William Mkonda ametahadharisha tabia ya baadhi ya madereva na wamiliki wa mabasi kuwa makini, haswa kuelekea kwenye msimu wa likizo, kuhakikisha kuwa wanafuata sheria na kuacha kupakia abiria kupita kiasi. Polisi tumejipanga vizuri kwa doria za mchana na usiku kuhakikisha vyombo hivi vya usafiri wa umma vinasafiri salama nyakati zote. Kwa tuna ukaguzi muda wote. Tuna magari ya kutosha maeneo mbalimbali. Tumetawanya vipima ulevi na vifaa vingine vya kudhibiti nyendo mbalimbali za madereva. Hii yote ni kuhakikishia Watanzania usalama, lakini kuzifanya barabara zetu kuendelea kuwa salama. Upande wao, baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema mafunzo yamewapa uelewa mkubwa kuhusu namna ya kushirikiana na madereva na kuwahudumia abiria kwa usalama na heshima. Ila kupitia mafunzo haya kuna mengi tumejifunza, kuachana na ule uzoefu wa kila siku tukiwa barabarani.
kama kutoa huduma kwa mteja ambaye ana dharura au ana shida ukiwa naye ndani ya basi, pamoja na changamoto nyingine kwa kuzitatua kwa ujumla. Tumejipanga kwa sababu wako wakufunzi ambao wamebobea. Lakini pia hili pia tunashirikiana na LATRA. Kuna wataalamu kutoka LATRA wanakuja wanatoa mafunzo yale ya upande wao, lakini sasa yale ya kitaalamu sisi tumejipanga. Mafunzo haya ni hatua muhimu kwa madereva na wahudumu wa mabasi ili kuendelea kulinda usalama wa abiria na kuepusha ajali zisizo za lazima katika sekta hiyo. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba ametoa siku 2 kwa afisa mazingira wa jiji hilo kutoa sehemu ya taka iliyopo na kuhakikisha soko la Mlango wa Chuma linakuwa safi ili kudhibiti magonjwa ya mlipuko hasa katika kipindi hiki cha mvua zinazoendelea. Maelekezo hayo anayatoa mara baada ya kupokea malalamiko kuhusu mazingira machafu yaliyopo kwenye soko hilo kutokana na mlundikano wa taka kwenye maeneo hayo. Tutengeneza miundombinu ya soko ndio kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kiwepo hapa. Niombe tu uongozi uliofika kwamba sisi kama tumepewa majukumu kwamba taka ngumu zile taka ziondoke, kwa hiyo mziondoe kwa wakati, ndio itakuwa vizuri zaidi. Changamoto za hapa za usafi ni kwamba kama unavyoona kwamba barabara 16 tumemwaga kifusi, yale maji kimesambazwa, lakini maji yanarudi huku. Na hapa mkuu wa wilaya ya Tanga akatoa maagizo ili kuhakikisha usafi unaimarishwa kwa kudhibiti magonjwa ya mlipuko kwa wauzaji na wanunuzi wa bidhaa katika soko hilo. Kwanza tuhakikishe ule uchafu ndani ya siku hizi 2 umeondolewa wote ambao tumeuona pale kwenye lile, lakini tushughulikie na ile na mitalo ile. Tuje na mkakati mzuri wa kuhakikisha mitalo yote inapitisha maji vizuri. Kwa sababu tusipofanya hivyo, maana yake tutasababisha kuwa na mlipuko wa magonjwa. Toa maelekezo ya kuhakikisha kwamba taka zinaondoshwa kwa wakati, lakini pia mifereji inafanyiwa usafi. Agizo hilo tumelichukua na tutalitekeleza ili liweze kuleta tija katika jiji letu la Tanga. Sambamba na hilo, mkuu huyo wa wilaya pia amefika katika dampo la jiji lililopo eneo la Mpirani. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Hali ya ukosefu wa maji safi na salama katika maeneo ya vijiji mbalimbali hapa nchini inatarajiwa kubaki kama historia kwa wananchi baada ya wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kuelekea kutimiza lengo la upatikanaji wa maji kwa 85%. Huyo hapa ni Henry Kavirondo anaripoti kutoka jijini Mwanza. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi RUWASA nchini Ruthi Koya akiwa mkoani Mwanza, miongoni mwa maeneo ambayo tatizo hilo linaelekea kutoweka kulingana na mikakati ya serikali ni wilaya ya Sengerema kwa kuimarisha vyanzo vya maji. Katika ufafanuzi huo amesema hadi kufikia Disemba mwaka jana, wakala hao wamefanikiwa kufikia 83% kwa utatuzi wa kero za maji kutoka 43%, na kwamba ifikapo Disemba mwaka huu kiwango cha upatikanaji wa maji kitafikia 85%. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwa kikwazo kama RUWASA. Kwa hiyo msisitizo wangu kwa RUWASA na hivi vyombo vya watumia maji wahakikishe kwamba wanafanya kazi kwa bidii, wanakusanya fedha na fedha hizo zinarudi katika uendeshaji wa vyombo hivi. Koya ametoa ufafanuzi huo baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maji wilayani Sengerema kutoka kwa katibu tawala wa wilaya hiyo Cuthbert Midala, iliyofafanua kuwa serikali imeshaikabidhi wilaya hiyo zaidi ya shilingi bilioni 34 za miradi. Hata sasa kwenye mwaka huu tuna mradi mwingine wa Sina tumeweka kwa mradi wetu kwa ajili ya kuwekea juu ya msingi. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Mwaka jana tulikuwa na mradi mwingine chifufu na mwaka juzi, yote ni mradi ilikuwa ni RUWASA na ya mimi RUWASA na ilifanya vizuri. Sisi peke yetu hatuwezi, lazima tuwashirikishe wananchi na kuambia kwamba mradi huu ni wao. Kwa hiyo miundombinu yote iliyopo wahakikishe kwamba wanaitunza wao wenyewe. Kwa mfano wakikuta labda kuna fujo sehemu fulani, kuna pasuko. Pamoja na mambo mengine, mwenyekiti wa bodi hiyo amekikabidhi chombo cha watumia maji ngazi ya jamii CBUSA wilaya ya Sengerema
mashine mbalimbali za kufanyia ukarabati mabomba ya maji iwapo yatapata hitilafu yoyote ya kiufundi. Kutoka wilayani Sengerema, Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Madereva wanaosafirisha abiria na mizigo kwenda sehemu mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Songwe wametakiwa kufuata sheria za usalama barabarani, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa za madereva wenzao wazembe ili hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yao. Hayo yamesemwa na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Songwe, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Charles Bukombe, baada ya kufanya operation ya ukaguzi wa magari ya abiria na mizigo katika kituo cha ukaguzi wa magari mkoani humo, eneo la Chimbuya, wilaya ya Mbozi. SSP Bukombe amesema lengo la operesheni hiyo pamoja na ukaguzi huo ni kuangalia ubovu wa magari, hasa ukaguzi wa matairi, kukagua madeni ya magari ambayo bado hayajalipwa, ukaguzi wa leseni, ujazaji wa abiria kupita uwezo wa chombo, ikiwa ni pamoja na ukaguzi wa tiketi mtandao ili kuweza kuepusha ajali zinazoweza kuepukika ndani ya mkoa wa Songwe. Operesheni hii imeanza tarehe 22 mwezi wa 5 na itamalizika tarehe 22 mwezi wa 6. Tunachoangalia katika operation hiyo ikiwemo ubovu wa magari, madeni ya serikali, gari imeandikiwa ubovu alafu hajalipa faini mpaka imepanda. Kwa hiyo magari haya hapa mnayoyaona hapa, baadhi yake ni mabovu, baadhi yake yanadaiwa madeni ya serikali. Tumejikita katika kutoa elimu kwa abiria wote ambao wanasafiri kutoka mikoa mbalimbali pamoja na mkoa wa jirani, mkoa wa Mbeya, kuja katika mkoa wetu wa Songwe katika miji ya Tunduma pamoja na Ileje. Kimsingi tumetoa elimu kwa abiria ikiwa ni kufichua taarifa zote za madereva ambao kidogo wanakuwa na kiuka sheria za usalama barabarani, kwa maana ya kwamba wanaendesha mwendo kasi, pia wanafanya wrong overtaking katika maeneo ambayo ni hatari, especially katika milima Senjere ambao ni sehemu ambayo kuna kona kali na eneo hatarishi, kwa kumekuwa na matukio mengi ya Chama cha Watakwimu Tanzania TASTA kimependekeza mtakwimu mkuu wa serikali kuidhinisha kwa kugonga stempu takwimu rasmi ambazo zitatumika kwa jamii ili kuepusha wimbi la taasisi na mashirika ambayo yamekuwa yakitoa takwimu kwa tafiti zisizokidhi vigezo ambazo zimekuwa zikiichafua Tanzania katika medani za kimataifa. Huyu hapa ni Jimmy Mengele anao taarifa zaidi. Akizungumza na wadau wa takwimu ambao wamepiga kambi mkoani Morogoro kujadili namna ya kulisha jamii takwimu sahihi na mwendelezo wake kwa miaka ijayo, katibu tawala mkoa wa Morogoro Dr. Musa Ali Musa amechokoza mada ili kupata ufafanuzi wa sekta hiyo inayojipambanua na kuleta matokeo chanya kwenye jamii. Mimi ningeomba hebu tuchukue juhudi inavyowezekana. Hizi takwimu tunazozitoa tuzifikishe pahala mpaka hawa watu wetu wa chini wawe wana uwezo wa kuzitumia. Ndiyo maana tulileta ile sheria 2015 kuhakikisha mtakwimu mkuu wa serikali anapiga stampu papa au visa kwamba takwimu hii ni rasmi sasa itumike. Sio research vya mtaani vinatoka tu, havina zile ethical, hazina nini. Tanzania iko hivi, Tanzania hali iko hivi. Hapana, tupo watakwimu, tumesoma bana. Je, baadhi ya wadau wa sekta ya takwimu wana nini cha kusema kuhusu jamii inaopokea matokeo ya takwimu nchini Tanzania? Kuna haja ya kuchochea matumizi sahihi ya takwimu kwenye sekta zote ili kuongeza uhitaji wa bidhaa za takwimu, kwani sisi tunapokuwa wale watumiaji au demand inapoongezeka, na sisi kama supplier wa takwimu ndipo tunapopata kazi. Sasa kama taifa tunatakiwa tuendane na kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili na sisi tuweze kuendana na uwezo wa kuzalisha takwimu ambazo tutaweza kufikia hatua ya kuweza kuzalisha hata takwimu ambazo zitakuwa zinaonyesha mabadiliko ya labda kila baada ya saa moja. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Mkoa wa Mara umekusanya zaidi ya shilingi bilioni
176.3 fedha zinazotokana na uchimbaji na uchakataji wa madini ya dhahabu, hivyo kuwezesha mkoa huo kufikia lengo la ukusanyaji kwa mwaka 2024-2025. Musa Makali anayo taarifa zaidi. Akitoa taarifa wakati wa kumtambulisha mwekezaji mpya wa kampuni ya Singida Minerals Resources kwa mkuu wa mkoa Mara, anayetarajiwa kuwekeza katika shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu katika eneo la Magunga wilayani Butiama mkoani Mara, afisa madini mkoa Mara Amini Msuya amesema kupatikana kwa mwekezaji huyo ni mwanzo mpya wa kampeni ya ongezaji wa makusanyo ya madini katika mkoa huu wa Mara. Na ujio wa ndugu zetu hawa Singida Minerals Resources ni moja ya faida ambayo tunaiona itatusaidia sisi kama mkoa kwenye kufikia malengo yetu. Malengo yetu ya kukimbizana na mkoa wa Geita. Mkoa wa Geita ndio unatuongoza kwenye nchi yetu, na sisi programu yetu ni kuhakikisha tunakimbizana na wale jamaa. Tunategemea hawa wawekezaji wetu waliokuja watatupushi kwenye hilo. Kampuni ya Shanta inayomiliki mgodi wa Singida Minerals Resources ni miongoni mwa makampuni yaliyo na uwezo mkubwa katika utafiti, uzalishaji na uchimbaji wa madini ya dhahabu. Kwa hiyo lengo letu kuja Mara ni kukua. Tunataka kukua na kuendeleza hii rasilimali. Kuna resources nyingi kwa sababu mazingira ni mazuri, bei ya dhahabu ni nzuri. Because the government is open and welcoming of foreign investors, the rules are predictable, the country is safe, there's a high skill base. Mkuu wa mkoa Mara Kadereva Simtambi akimpokea mwekezaji huyo akawa na haya ya kuzungumza. Kile mnachokitarajia mtakipata. Ni sera ya nchi kuvutia uwekezaji, lakini pia ni mikakati ya serikali ya mkoa kuhakikisha kuwa tunatangaza fursa zilizopo katika mkoa wetu. Mmefanya uamuzi sahihi wa kuja kuwekeza Mara. Natamani kuona pia hata ajira ambazo pengine ni za kawaida, azitaji experts, tizibete mkaajiri watu wa ndani. Musa Makali, Channel 10, Mara. Mpango wa kunusuru kaya masikini Tanzania TASAF umetakiwa kuwasimamia vyema wanufaika wa mfuko huo ili waweze kutimiza malengo ya mpango huo na kuleta tija kwa mfuko. Huyu hapa ni Emmanuel Chegere anao taarifa zaidi. Akizungumza katika kikao cha tathmini ya utekelezaji wa shughuli za mpango huo kwa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mpangule amewataka wanufaika kutekeleza malengo ya mpango huo ipasavyo, ambapo amesema watashirikiana na TASAF kuhakikisha changamoto zilizojitokeza zinafanyiwa kazi. Tuendelee kutekeleza yale ambayo wenzetu wa TASAF wamekuwa wakitusii na kutuelekeza mara kwa mara juu ya utekelezaji huu. Tukifanya hivyo, tutajikwamua na umaskini, tutaisaidia mkoa wetu wa Dar es Salaam, tutaisaidia nchi yetu kwa kuwa na watu wachache wenye kuwa na kipato cha chini, na hivyo ndio nchi yetu itazidi kujipambanua. Hili swala la kujenga rasilimali watu, tunazungumzia swala zima la kuhakikisha kwamba zile kaya za walengwa ambazo zina watoto ambao wanastahili kupelekwa kliniki chini ya miaka 5, kupelekwa kliniki, basi wawapeleke kliniki. Nao waratibu wa mpango huo kwa mkoa wa Dar es Salaam wameelezea hali ya mpango huo na changamoto zake, huku baadhi ya wanufaika wakizungumza ni kwa jinsi gani mpango huo umewatoa kutoka hatua moja kwenda nyingine kimaisha. Changamoto nyingine ni wazee ambao wako pembezoni ambao hawana namba za NIDA. Tumeweza kuongea na kuwasilisha ombi letu ofisi ya NIDA wilaya ili waweze kusaidia katika mchakato huu. Lakini pamoja na hapo TASAF imemtoa chini ili kuzalilika, watu wakaniita chizi. Sasa hivi naitwa mheshimiwa. Kutoka mwaka 2023 mpaka 25 hii nimeweza kuwezeshwa na TASAF, nimenunua kiwanja. Kikao cha tathmini ya utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya maskini kwa mkoa wa Dar es Salaam kimekuwa na mafanikio makubwa kwa kuwahusisha wanufaika moja kwa moja katika kujadili mafanikio na changamoto zilizojitokeza. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel.
Mtazamaji, na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Wakati Tanzania na Afrika kwa ujumla wakiyasubiri kwa hamu mashindano ya CHAN 2025 yanayofanyika mwaka huu mwezi Agosti kwa ushirikiano wa nchi za Tanzania, Kenya na Uganda, uongozi wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA umeeleza kujiandaa kwa mashindano hayo ambayo Tanzania itachezwa katika vituo vya Dar es Salaam pamoja na Zanzibar. Utayari huo umeelezwa na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam Lameck Nyambaya wakati wa mahojiano na waandishi wa habari za michezo, na kusema kuwa wao kama chama cha soka mwenyeji wamejipanga vema kupokea ugeni wa wanasoka wa Afrika sambamba na kuweka mikakati ya kunufaika na mashindano hayo kupitia miundombinu yake. Sisi kama viongozi tutakuwa na ugeni mkubwa sana hii mashindano ambayo inabeba Afrika nzima, na kini itakuwa ni Dar es Salaam. Kwa tuombe tu wapenzi wa mpira, washabiki wa mpira waje kwa wingi kushuhudia haya mashindano. Tuwe na utaratibu mzuri ambao unajulikana Tanzania na wakarimu vya wachezaji wageni wetu ambao watakuja, na istoshi itakuwa ni fursa nzuri kwa wafanya biashara hasa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na waweze kufanya biashara zao na kupata kipato. Na sisi kama DRFA tulikuwa tunajaribu kuangalia baada ya mashindano kuna faida ambazo tukapata sisi kama DRFA. Kuna viwanja vingi ambao vimeandaliwa sasa hivi. Sisi kama DRFA tutaanza kuongea jinsi gani kuweza kumiliki hizi viwanja baada ya mashindano kuisha. Kwa hiyo mashindano kuja kama Tanzania kama Dar es Salaam, sisi kama DRFA inakuwa ni faida kwetu ambao tutapata vitu vingi, lakini cha msingi ni haya mashindano kufanyika kwa amani na kumaliza kwa amani. Kwa hiyo tuwakaribisha watu wengi ambao wanatoka mkoani waje kwa wengi, waje waangalia mashindano, washuhudia mashindano na tuweze kutangaza nchi yetu kwa kimataifa zaidi. Na mtazamaji, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Vipunde tutarudi kwa ajili ya kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia mezani kwetu asubuhi ya leo.